Jambo tena wapendwa watazamaji na wasikilizaji wangu mahali mlipo dunia mzima. Ni mimi wenu tena Enoch Kibingila, mtume wa Bwana Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu Baba. Nimechukua fursa hii ya kuzungumza na ninyi mara hii kuambia kwamba kuna ujumbe ambao nimerekodi. Ujumbe huu unahusu maswali ambayo nimemuuliza Mheshimiwa Rais wa Kenya William Samoei Arap Ruto kuhusiana na uhusiano wake na Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na Kagame wa Rwanda na vita vilivyoko Kongo na yale mambo ambayo rais mwenyewe naona akifanya kwa habari za diplomasia ama kisiasa na mipango yao walionayo kwa ajili ya Afrika mzima na East Africa community kwa upekee. Ujumbe huo unakuja baada ya hizi habari. Nimechukua nafasi hii kwanza kuleta hizi habari kwa sababu nilipokuwa nikirekodi hizo habari, mpendwa alikuja kaniambia kwamba kuna mtumishi wa Mungu amemwambia, ameoneshwa kwamba nimetoa habari video inayozungumza kuhusu Rais wa Kenya Mheshimiwa William Ruto, na ikaleta kelele sana, na hivyo ikafanya mimi kushikwa na polisi, kupelekwa kituo cha polisi, na mambo yakaenda hivyo, na kulikuwa wabunge walikuwa hapo na watu wakawa wanasema kwamba mimi nimezoea kwa sababu nisifikirie ni ile wakati wa Uhuru ambapo nilitoa habari kuhusu kifo cha Uhuru na sikufanya chochote kile. Sasa nijue hii ni serikali mpya, sasa nitakiona na huyo Mungu wangu atataka wamjue. So niliposikiza habari nikasema okay, ni sawa, si mpya kwangu, kwa maana mimi mwenyewe Mungu alikuwa ameniandaa. Siku ile ambapo nilipomuuliza Mungu, unataka nitoe hizi ujumbe, na mimi sina nguvu, sina uwezo kupambana na hao wazito hao wakubwa, wewe unajua hizi zinawahusu hivi. Hiyo ndio siku Mungu akaniambia angalia, nionyesha picha moja pale na vile jinsi ndege ya Amerika ambayo ilikuwa na abiria wakienda mahali na kukaingia mtu ambaye si wa kawaida na mule ndani, na huyo mtu ambaye si wa kawaida alikuwa na nguvu za kawaida, na mimi alikuwa anatafuta kwa maana alikuwa amesikia habari zangu na mimi sikujua kwamba anitafuta, na hivyo aliingia katika ile ndege. Na alipoingia katika ile ndege kisafiri, niliona ilivyo anza safari yake. Aliponiona akiwa angani na mimi nilikuwa chini nimesimama, basi akawasha moto kwa ile ndege, kwa maana watu hawako wanajua, hata pale utakujua habari za huyo mtu. Akawasha ile ndege moto kwa sababu alikubali kusacrifice hiyo ndege ili makusudi mimi nipatikane ni uawe. Na akawasha moto kwa waka, nikaangalia nikamwambia abiria, kwani nikamwambia kwamba pilot, kwani yaone moto unawaka, ndege inawaka moto. Pilot kumbe aliona, lakini akapuuza kwamba si moto wa kuleta shida haraka. Lakini alivyozidi kwenda kidogo akaona moto unazidi kuongezeka, hivyo akarudisha ndege irudi mahali ambapo walitoka, ili watu wote watoke kabla ndege haijaripuka. Na walivyorudi ndege ikapita juu yangu hivi, ule moto, ule mtu aliyekuwa mle ndani ya ile ndege hakukubali ndege iende itue, kwa sababu yeye haja yangu yake ilikuwa ni mimi. Hivyo alikubali kusacrifice hiyo ndege na abiria wote, akaongeza moto na ndege karipuka yote, na wote wakakufa na ndege ikateketea. Na hivyo ikawa ni mimi ndio anaandama, na kwa kuwa alikuwa na nguvu za kawaida, ule moto haukumteketeza, haukumgusa chochote kile, haukuwa na uwezo juu yake. Yeye alitoka tu ndani ya ndege, na kwa Mungu akanipata mahali alikuwa, tukapambana, tukapigana yeye na nikamshinda. Ni ufupi tu nimezungumzia kuhusu hiyo habari hapo. Basi nikasema okay, sawa, Mungu ameniandaa kwa chochote kile kwa mbele, nimwachie yeye. Kwa hiyo ndugu wapendwa, ndio nataka kusema kwamba mimi nimeandaliwa. Mimi nilisaini, Mungu aliniambia niapisha viapo kwamba wakati, kwa maana nataka kunitumia, nitatembea na nitakwenda kula ninakotaka na nitakuwa naongea kile ninachotaka yeye, na hivyo akaniapisha na kwamba niwe tayari hata kukufa kwa ajili yake, na nikafanya hivyo. Kwa hiyo mimi siyasema maisha kwamba ni kitu, nachokihesabu kwamba ninafanya mapenzi ya Kristo Yesu tu. Na tena jambo ni nzuri kwamba afadhali kama nikuteswa, kama nikushikwa na lolote ile kama litanitokea, afadhali iwe kwa sababu ya mapenzi ya Yesu Kristo na kwa jambo alilo nzuri la kuleta faida kwa Kristo na kwa watu wake, kulikoni iwe kwa sababu ya kuiba, kulikoni iwe kwa sababu ya wizi, ya mauaji, uasherati,
kuchukua wake wa wengine na mambo mengine machafu yote yale vile. Lakini kama ni kwa sababu ya jambo lilo la busara kwa Yesu Kristo, la kumtukuza Yesu Kristo, hapo ni sawa zaidi. Na kwa wale ambao wanataka kusema kwamba nimezoea, si wakati wa uhuru, na kuna kiburi, niko na majivuno sisikiangi, hata mwenye alionyeshwa hiyo habari pia kesho akisikia nimeshikwa anaweza kaongea pia hivyo hivyo, kwa maana najua wengine watakao kuongea hivyo ni watumishi wa Mungu, kwa maana tunaolewa tofauti. Kuna wale wanaelewa Mungu huzungumza, lakini anazungumza mambo mazuri mazuri, si mambo ya kuletea watu shida, si mambo ya kugopesha watu maisha, si mambo ya kukasirisha watu, si mambo ya kifo. Wanaamini hivyo, na wengine wanaamini mtu wa kutumwa na Mungu lazima kuwe mtu wa ajabu, mtu anajulikana na kadhalika. So tuko naelewa tofauti. Kwa hiyo yote naachia Mungu ndo atajibu hayo maswali yote, na yeye ndo atanitetea ikimpendeza. Ikimpendeza yeye ndo atanitetea, kwa maana mimi siwezi nikajitetea. Lakini nataka niulize, na ninyi mnaosema hivyo kwamba nimezoea, Kristo naye akisema kwamba ninyi mmezoea, mnatumia kanisa lake, mnatumia jina lake Yesu Kristo, mnatumia kanisa yake kufanya mapropaganda, kufanya makampeni, mchaguliwe na mnachaguliwa na mnapata vyeo katika serikali, wengine mmechaguliwa kwa kupitia jina la Yesu Kristo na hawafanyi chochote kile. Mungu naye akisema kama ninyi mnamzoea, mtasemaje? Mtafanya nini? Mnachafua makanisa yake hapa na pale, mnachafua, mnapanda kwa madhabahu mnavyotaka. Yaani mmefanya jina la Yesu Kristo limedharauliwa, na wengine si wafanya siasa kwa makanisa wamefanya jina la Yesu Kristo limedharauliwa, wengine ni watumishi wake, limedharauliwa, makanisa yachukuliwa tena kama ni kitu, Kristo achukuliwa tena kama ni kitu. Yeye naye akisema kwamba na nyinyi mmezoea, na aanze kufanya vile alikuwa anafanya zamani, kukatakata watu, kuua watu ama kuharibu maisha ya watu, mtasemaje na ninyi pia? Na Uhuru mnaizungumza. Okay, Uhuru hakufanya chochote kile. Hakunisumbua, hakuniandama, hakunishika. Na watu wake kweli walikuwa wananijua, walikuwa wanajua mahali wangenipata. Na nilikuwa naingia mpaka kwa base kwa watu wake, japo yeye mwenyewe sikumuona. Lakini wangenipata na wangenishika. Nauliza, kwa vile hakunishika naonesha ubabe wake wa kunyamazisha, alipungukiwa na nini? Je, si rais mpaka sasa? Yeye si rais, haheshimiwi Afrika mzima? Familia yake ikai vizuri? Uume wake ulikwisha? Wakati alikwenda baada nikisha kuzungumza hizo habari, akaenda Afraha Stadium kule Nakuru, alienda kuomba msamaha wa kitaifa. Alikuwa na nani? Hakuwa na huyu rais ambaye yuko sasa, ambaye ni William Samoei Ruto. Nini alipungukiwa nayo kwa yeye kuomba msamaha mbele za Kristo Yesu, kuombea taifa mzima? Nini alipungukiwa nacho? Wakati mwaka wa mwisho 2022 alipokwenda pale Kiambu kwenda kuharibu na kubadilisha ile mambo baba yake aliacha amefanya ya viapo vya kimila na kadhalika, walinda mama yake na watu wa kanisa kwenda kufanya huko hiyo shughuli, alipungukiwa na nini? Sasa alifanya kazi mzuri, kwa Biblia iandikwa hiyo. Alikosea wapi? Hebu msome, angalieni habari za Asa, someni kitabu cha kwanza cha Wafalme, muangalie sura ya 15. Anzieni kusoma hapo mpaka mwisho, mtaona nini ilifanyika hapo, Asa alifanya nini. Na baada hapo muendelee kusoma taarifa zingine, mtaona nini ilifanyika. Kwa hiyo asanteni sana, haki mnayo mkononi mwenu, kwa maana Yesu Kristo ambaye amenituma pia ndiye aliwapa huo uwezo ambao mko nao. Ndio amewapa uwezo ambao mko nao ninyi kwa sasa, na kufanya kile ambacho unaweza mkafanya. Lakini naloamini hakuna jambo linalotendekea ambalo Yesu Kristo hajaruhusu kwa maisha yangu. Hilo naliamini, hakuna, liwe nzuri liwe mbaya, hakuna linaweza likafanyika bila Yesu Kristo kuliruhusu kwa maisha yangu. Na pamoja na hayo, ndugu wapendwa, nikusema hivi ya kwamba mambo yote acha yatendeke kwa mapenzi ya Kristo Yesu na kwa kumrudishia yeye utukufu. Mwaka wa 2000 nafikiri ni 22, Mheshimiwa Rais Uhuru ndo alikuwa bado rais, ndio nilioneshwa habari za Museveni kwamba nimejipata katika hali ya mshike. Ilikuwa kabisa hali tete kama ya vita na Museveni na rais wa Kenya, na hiyo mambo ilifanyikia Kenya. Nikauliza watu, haya maneno yanatokea wapi? Yanaenda wapi? Mimi angalia mambo ninazoambiwa hapa na naambiwa hapa. Mbona sielewi? Hii mambo itafanyika ama itafanyika ni mambo gani haya? Nikazungumza na watu wangu, yakaishia hapo. 2024 mwaka 2024 ni hapo jana, nikaona tena Mheshimiwa Ruto, Mungu ananituma kwake na nina sita, lakini analazimisha. Lakini ujumbe Mungu haniambii unanituma kwenda kumwambia nini. Nenda tu.
Nikaona na yeye mara kama 3 hivi. Sasa Mungu, unaniambia nini iendelee na huyo mtu? Nikazungumza na watu walio karibu na mimi. Ambia, nini hii? Saimo, hii ni nini? Favor, hii ni nini? Murkomen pia, naona Mungu anazungumzia kuhusu pia Murkomen. Nauliza, ninyi mmeambia hao watu habari kunihusu? Kuna habari yote mmewafikishia kunihusu? Wale watu wanajua mimi niko hapa? Ama ni vipi? Hapo Murkomen alikuwa bado hajakuwa waziri wa usalama wa ndani, alikuwa bado ni waziri wa nini? Wa uchukuzi, wa transport. Nikasema bado mimi nitakaa ningoje nijue nini Mungu anataka hapa. So ndio sikuwa ninajua kwamba atanifikisha katika hizi habari ambazo sasa nimekusha kuzichapisha. Hizi habari nilianza kuzichapisha hapa mwezi wa pili. Lakini kwa sababu za kiufundi ndio imefika mpaka mwezi wa 3 na hivyo zinaenda kutolewa, lakini zilianza kushughulikiwa. Zilianza kurekodiwa mara kwanza ilikuwa ni tarehe 22 mwezi wa pili mwaka wa 2025. Okay. Kwa hiyo sitawachosha sana kwa maana ujumbe halisi sio huu, unakuja utapata hapo, lakini niruhusu niimbe kidogo huu wimbo. Uzima ninao moyoni daima, uzima ni Yesu Mwokozi, aliyeingia rohoni hakika, akanitilia hodari, na shiba rohoni kwa raha ya Mungu, na moto wa mbinguni ulimo, napata kukaa nuruni kabisa, na nuruni Yesu Mwokozi. Maona maisha ni yenye maana, ni kumtumikia Mwokozi. Kuishi ni Kristo na kufa faida kwa kila Mkristo wakwe. Ae Baba, na shiba rohoni kwa raha ya Mungu, na moto wa mbinguni ulimo, napata kukaa nuruni kabisa, na nuruni Yesu Mwokozi. Asanteni, na ninawapenda na nitazidi kuwapenda ndugu wapendwa. Fuatilieni sasa ujumbe wenyewe unakuja. Shukran. Tupatane tena. Jambo tena wapendwa wa Kristo, watumishi wa Mungu mahali popote mlipo katika dunia hii. Jambo ndugu zangu wa Kenya, jambo ndugu zangu wa Afrika mahali popote mlipo. Jambo Rais Mheshimiwa William Samoei Arap Ruto. Mimi naitwa Enoch Kibingila, mtume aliyetumwa na Bwana wetu Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu Baba. Habari hii ni habari zinamhusu Mheshimiwa Rais Dr. William Samoei Arap Ruto wa Kenya. Nashukuru kwamba nimepata fursa hii ya kufikisha ujumbe huu masikioni mwako, kwa maana ujumbe unahusu rais wa Kenya. Ninayo maswali kadha wa kadha ambayo ninaomba ikimpendeza anijibu, nami nitapitia video hii, kwa sababu roho yangu inalia ndani mwangu, inaumia ndani mwangu, na kuna jambo nafanya roho yangu inalia na kuumia ndani mwangu. Na nimekuja mbele zako Mheshimiwa Rais kama mtumishi wa Bwana wetu Yesu Kristo, kama ulivyo pia mtumishi wake. Nimekuja mbele zako kama
raia wa Kongo, Mkongo mimi wa DRC Kongo, ambaye ameathirika pia kutokana na vita ama na vurugu zinazoendelea katika nchi yangu ya Kongo DRC. Na nimekuja mbele yako pia kwa sababu wewe ndio rais wa Kenya wakati huu. Nimekuja tena mbele zako na maswali yangu kwa sababu kunayo siasa ama mpango ambao umejikita ndani unaohusu Afrika mzima, na tena wewe ndiye kiongozi kwa mwaka huu wa East Africa Community. Umekuwa ukitaka Afrika kukuwa na mkondo fulani wa kisiasa na maendeleo. Jambo mzuri. Na hivi karibuni, hivi jana ulisema kwamba kwa vile Raila Odinga hakuchaguliwa kuwa sijui ni mwenyekiti chairman wa Africa Union, Umoja wa Afrika, na kwamba Afrika imepoteza fursa mzuri sana. Kwa hiyo mchango wako kwa hali inayoendelea huko Kongo, hizi zote yani ni sababu zimenifanya mimi kukuja kwako na maswali haya ambayo yanafuata. Ninajiuliza na ninauliza pia Mungu, kwa sababu mimi nilikuja katika nchi ya Kenya. Si kwamba kukuja hapa Kenya mimi, ni Mungu ndo alinileta katika nchi ya Kenya. Nikuje kufanya kile ambacho anachokitaka. Kwa nini nianzie hapa? Na kabla niendelee nataka kuuliza, sijui mheshimiwa, ikiwa unaamini kwamba Mungu ndiye anatawala dunia, sijui ikiwa unaamini kwamba Kristo Yesu ndio uchague viongozi wa dunia hii, wawe wazuri wawe wabaya. Nimesikia mara nyingi wewe mwenyewe ukisema kwamba ulichaguliwa na Mungu. Ni kweli, ni hivyo ndivyo ilivyo, ulichaguliwa na Mungu. Na kwamba baada ya wewe kutawala Kenya utajikita katika kuhubiri Injili. Wewe mwenyewe ni Mkristo. Ni vizuri. So usinichukue kama adui, usinichukue kama tishio kwa serikali yako ama kwa taifa la Kenya. Nichukue kwanza kama mtumishi wa Mungu mwenzako, unichukue kama mjumbe wa Kristo Yesu kwako, unichukue kama mtoto wako, nichukue kama Mwafrika na Mkongo ambaye kwa uchungu na maumivu anayopitia kama ndugu zako anayopitia kwa sasa, ana haki ya kutaka kujua ni nini kinaendelea kwa nchi yake na kwa nini iwe hivyo. Na pia Afrika kwa ujumla, kama ile mnavyofanya kampeni na marais wengine, ni nini mnapangia Afrika? Kwa maana Afrika ni sisi watu, na mimi ni mmoja wao. Niliingia hapa Kenya, ulikuwa ni mwaka 2011 ndio niliingia hapa Kenya, na hii ndio nani yangu ya usafiri hii unaiona hapa. Hapa hii ndio tarehe ambayo niliingilia, nilivuka nayo mpaka pale Busia, inaandikwa Busia. Ilikuwa ni tarehe 19 Septemba 2011, mwaka 2011. Ukiona iko tu na muhuri wa nini wa Uganda Busia, lakini ina muhuri wa Kenya. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu aliniambia utavuka mpaka. Nilikuwa nimeishiwa na pesa, kama vile nilizungumza katika ile video nyingine ambayo iliyopita.
Na Mungu akasema unaenda Kenya unaenda kuwasaidia. Unajisumbua na nini ya kulipia mpaka? Na ile risk unaenda kupitia huko. Mungu ananiambia nilivuka tu bila kulipia mpaka, bila kuona hata maafisa wa mpaka, nikaingia hapa Kenya. Na nilipoingia ndipo Mungu aliniambia jambo lilifanya nilete haraka sana, kwa sababu mimi niletwa haraka sana. Hata mama yangu alilia. Watu ambao waliangalia video yangu ya zamani wanajua kile ambacho nimezungumza pale. Uganda, nataka kuuawa Uganda sababu ya kuja huko Kenya. Niliingia pa Kenya, Mungu ananiambia jambo la kwanza lilifanya nikuleta haraka sana pa Kenya ni kuja kuomba usimame kinyume na mipango ya Al-Shabaab. Kwa maana Al-Shabaab alikuwa na mpango wa kuharibu Kenya hii. Huu ndio wakati nilifika hapa nikakuta kwamba wazungu wanashikwa, sijui ni huko sehemu za pwani huko, sijui wapi huko. Hali imekuwa ni tete. Niombe Nairobi hii isiharibiwe, isifanywe kuwa magofu. Kwa maana majengo ya Nairobi ilikuwa iharibiwe kabisa, ni mpango wa Al-Shabaab alikuwa nayo. Jambo lingine Mungu aliniambia niombe. Kwa maana Mungu aliniambia kwamba Somali ilikuwa na mpango wa kuja kushika Kenya, kuinvade Kenya. Yaani kuvamia Kenya. Niombe nisimame kinyume na hayo. Mimi mwenyewe nimefika wapi? Mimi mwenyewe nimefika Garissa, Mungu akanipeleka kwa lazima. Mimi mwenyewe nimefika Dadaab, Mungu akanipeleka kwa lazima. Nimelala katika lile jangwa la pale Garissa. Sijikumbuki, sijui inaitwa Badogo, sijui inaitwa nini, kabla uingie Garissa. Kwa hiyo hapo, kwa hiyo jangwa hapo nikachomwa na jua sana hapo. Hiyo ilikuwa ni miaka hapo mbeleni. Na ujue mimi niliingia Kenya tangu mwaka wa 2011, sikuja kama mkimbizi, nilikuja mimi kama mhubiri wa Injili na pasi yangu ilionyesha hivyo. Na sikubaliwa kutoka katika nchi hadi mwaka wa 2023. Ndio Mungu anikubalia kutoka sasa kwenda kuona nchi yangu na watu wangu. Lakini kinachonishangaza ni kwamba ile nchi mimi Mungu alinileta kuja kutetea kwa njia ya maombi. Kuja pia kutoa mchango wangu kuzuia isiharibiwe kwa njia ya maombi. Sasa imekuwa tena ndio nchi tena inasimama kusupport, kupea nafasi na kuhimiza watu ambao wanaharibu nchi yangu, ambao wanavamia nchi yangu, ambao wanataka sisi tuishi kama watumwa katika nchi yetu. Sababu niseme hivi, Mheshimiwa Rais, nauliza, ikiwa unaamini wewe ulichaguliwa na Mungu kuwa rais wa Kenya, je, unaamini kwamba wengine pia ni Mungu amewachagua katika zile nyadhifa mbalimbali ambazo wako ndani? Wao ni watumishi wa Mungu, wao ni watu wa serikali. Je, unaamini kwamba Mungu ndio uchagua wabaya na wazuri? Kama anavyosema katika kitabu cha Mithali 16:4 ya kwamba kwamba Mungu anajua wabaya hata katika siku za ubaya. Kama nimekuwa nikizungumza habari za Raila, sema Raila, watu wanasema Raila ni mbaya. Kasema Raila amewekwa pale, ni Mungu amemweka Raila hapo kwa sababu akuwe balance. Kuna vitu Mungu vinataka vitendeke katika nchi, na kupitia huyu Raila havitatendeka. Nakumbuka kuna watumishi wa Mungu walienda mlimani wakaomba Raila akufe, Raila alikufa. Raila yuko. Si kwamba ni mzuri. Na sasa swali langu ni hili pamoja na maswali mengine. Kama wewe rais unaamini kwamba ulitolewa unabii miaka iliyopita ya kwamba utakuwa rais wa Kenya, na kweli umekuwa rais wa Kenya, je, unaamini pia kuna wengine Mungu ametolea unabii kuhusiana na maisha yao kwa njia moja ama nyingine? Je, unajua kwamba hata Kongo pia tulipewa unabii na Mungu, na anazidi kurudia mpaka wa leo hii ya kwamba nchi yetu haitachukuliwa na Wanyarwanda na Rwanda, hata kubali ichukuliwe, kwamba yeye ndo atatupigania na ataondoa maadui zetu wote na nchi itabaki mikononi mwetu. Unasema kwamba
wewe ni mtoto wa hasla, ulitolewa kule chini na Mungu amekuweka juu. Je, unaamini kwamba pia wengine Mungu anaweza kawatoa kule chini na waweka juu? Je, unaamini vile Mungu alivyokutetea kwamba bado atatetea wengine? Unaamini kwamba Mungu hawezi kujitega? Daudi alichaguliwa na Mungu, lakini Daudi alikuwa anajizuia kusimama kinyume na mpango wa Mungu na mapenzi ya Mungu. Kwanza kukubali kumuua nani? Sauli. Hakukubali kusimama kinyume na watu ambao Mungu amechagua wapakwa mafuta wa Mungu, kwa maana yeye pia alikuwa mpakwa mafuta wa Mungu. Kwa sababu kwa kufanya hivyo anasema kinyume na Mungu mwenyewe. Sijui imani yako iko wapi kwa hizo habari? Je, huoni kwamba wewe unaweza kuwa unapigana na Mungu pasina kujua? Na ikiwa unapigana na Mungu pasina kujua, kwa kusimama kwa habari za Kongo, ndio niko nazungumza hapa, kinyume na mpango wa Mungu kwa sisi taifa la Kongo, itakuwa ikwaje? Unaamini kwamba mimi Mungu alileta Kenya hii, akariski maisha yangu kuombea nchi ya Kenya isiharibiwe na Al-Shabaab, isichukuliwe na Somali, na sasa huyu Mungu anakubali kwamba hii nchi ya Kenya tena ndio ikuwe platform, ndio kuwe mahali pa watu wanaotaka kunyang'anya Kongo kimakosa kwa uonevu, wao ndio wanafanya mipango yao na kupata support wanaohitaji ya kidiplomasia na vinginevyo kwenda kuharibu nchi yangu. Natarajia kama ni wewe unafanywa hivi rais, unaweza ukapata hiyo roho ya kukaa kimya, ya amani. Huwezi kutaka maswali pia. Okay. Unaweza ukajiweka pa nafasi yetu ama pa nafasi yangu mimi, huyu kama mchaguliwa, kwa sababu na mimi naona mimi ni mchaguliwa. Mungu amekuchagua kuongoza taifa la Kenya, na mimi Mungu ana mahali ameniweka. Kazi yangu ndio ambayo naifanya hapa. Alafu jambo lingine ni hili. Wewe unasema kwamba unapiga vita ukabila. Hautaki ukabila, unapinga ukabila. Na niliona hapa jana mwaka jana hapo Disemba, Mheshimiwa Rais Yoweri Museveni alikuwa Nairobi. Alizungumza jambo ya kwamba mnataka kuunganisha Afrika si kibiashara tu bali na kisiasa. Ya kwamba imaanisha kwamba kukuwe federalism, na federalism ninavyojua kukuwe kiongozi mmoja sana sana East Africa, alafu sehemu zingine zikuwe ni federations. Na akasema kwamba taifa ambalo alitumia neno la Kiingereza the country with similar, acha nisome hapa vile imeandikwa. Imesema aje? Imesema hivi. President Museveni explained that political and economic integration among similar and linked people done appropriately means strength and prosperity. Hii inayotajwa hapa, among similar, integration among similar and linked people, ni watu wa aina gani hawa? Nilitumai mlipoleta Afrika pamoja mtaka watu wa umoja. Lakini je, unaamini Afrika inaweza kuwa na umoja na maendeleo wakati hii siasa ya kikabila ndio inaendelea? Kwani tunasema hivyo? Nauliza hivyo. Ni kwamba kuna mambo yananichanganya. Na hii habari nafikiri inahusu Afrika mzima. Tumekaa na
hawa ndugu zetu Watusi, na sijui kama naposema hivi nimekosea, nimekuwa mkabila. Sijui wakati Paul Kagame, sijui wakati ninyi viongozi wa nchi mnapozungumzia swala la Kongo mnataja Tutsi, mnataja Watusi kwamba Watusi ndio wanao. Sijui kama ni makosa, sijui kama na mimi nikisema hii hapa ni makosa ama nimekuwa mkabila. Sijui, hiyo pia ninahitaji jibu. Walipokuwa Kongo, hao wanaoitwa Wanyamrenge na kadhalika, kabla Mobutu tolewe kwa utawala, mliwahi kusikia wakipigwa vita? Mliwahi kusikia kwamba wakifukuzwa? Kwa nini ninyi viongozi, na sasa wewe mheshimiwa ambaye tena uko dokta na mtumishi wa Mungu na unamtambua Mungu, huwezi kuongoza wenzako katika kutafuta kweli? Kwa maana nchi pasina kweli, pasina haki haiwezi kasimama, kwa sababu nchi zikitawaliwa na uonevu, basi kutakuwa na vita, kutakuwa na vurugu, kwa sababu wanaoona uonevu si mtu mmoja tu. Kwa maana wahenga wanasema kwamba maskini mpe chake, hata kama ni mtu ni maskini mpe chake. Kwa nini imekuwa kwamba hawa ndugu Watusi mnaowaita wa Kongo kwamba sasa wanakuwa discriminated, wanabaguliwa baada ya vita ya kumuondoa Mobutu madarakani? Mbona haikukuwa hivyo kabla Mobutu madarakani? Kama wao walijua ni raia kweli wa Kongo na ile nchi ni yao, kwa nini walisimama wakaenda kujiunga na jeshi ama na taifa la kigeni kuja kuhusuru ama kuja kuinvade nchi yao? Kabla Mobutu kufa, kwa nini walikuwa wanakataa? Hawezi wakaoana na Wakongo wengine, makabila mengine ya Kongo, kwa maana walikuwa wanasema wao ni kabila special, hawezi wakajichanganya. Ni kwa nini hiyo? Walikuwa wanasema ni ubaguzi wa rangi, ni ubaguzi wa kabila kwao, ama wao wakisema hawezi kuona makabila mengine kwa sababu ni kabila special. Hiyo sio mbaya, kwa sababu ni minority. Kwa nini hamujiulizi kabla Mobutu aondolewe, hiyo chuki haikukuwa ya kuwachukia hawa ndugu? Lakini baada ya Mobutu, baada ya ile vita ya AFDL ya Laurent Desire Kabila, baada ya RCD na hivyo vikundi vingine vyote vyao, ndio chuki iliongezeka zaidi. Hamujiulizi hiyo swali? Kwa nini hamujiulizi hiyo swali? Ni mwende mtafute. Alafu sasa niambie, tangu mwaka wa 2011 ndio mimi nimekuwa niko Kenya, na tangu wakati huo Mungu akoniruhusu kurudi katika nchi yangu. Alikataa lazima nikae hapa Kenya. Kwa kufanya nini? Kazi yake. Na hapo ujue ni kusaidia pamoja na Wakenya kuzuia matatizo na shida ambazo zingepata hii nchi, kama vile nimetoka kusema hapo mbele. Ni mwaka 2023 ndio niliruhusiwa sasa kwenda Kongo. Hiyo kwa sababu ya Kristo, kwa sababu ya faida ya hii nchi ya Kenya, kwa sababu ya faida ya Yesu Kristo, mapenzi ya Yesu Kristo yatimie katika nchi ya Kenya. Na wengine atasema kwamba Wakongo ni wavivu. Nataka niwaambie, mimi nimekaa katika nchi ya Kenya, sikuwa mkimbizi na sijawahi kuishi kwa kambi yote ile. Hata niliposema kwamba nilifika Dadaab sikulala. Hiyo siku nilirudi. Mahali nilala ni Garissa. Na Garissa sikulala kwa nyumba ya mtu. Nililala pale nje kwa stage. Hapo kwa hizo ofisi za gari za Nairobi, na zinafanya Nairobi, Garissa, Dadaab. Hapo nje ndo mimi nilala. Na wakati mwingine nikaenda nikalala pale, nimesema hapo sijui pale ndo badogo, kwa hiyo mchanga. Hapo kwa hiyo kisha toka Garissa unakuwa kama unakuja huku Nairobi. Ningia kwa hiyo janga hapo, na hiyo jangwa nikalala hapo. Paka saa 3 usiku nimekaukiwa kabisa, jua kali na kiu. Nilitembea usiku nikipasua msitu. Hiyo msitu huko nikaifika mpaka ule mto.
mahali kwenye ng'ombe wanaenda wanakunywanga maji. Mwezi ulikuwa na hapo nilienda nikakunywa maji ya ule mto. Na kesho yake nilirudi. Na ni Mungu alinilazimisha. Na wakati huu niliachishwa kazi. Mungu aliniachisha kazi. Nilianza kufanya. Nilikuwa nafanya kazi ya shamba boy. Mungu aliniachisha hiyo kazi. Nilikuwa kazi mpya. Niambia lazima niende huko. Na sasa Mheshimiwa Rais, unaamini kwamba huyu Mungu anayewainua watu, yeye ndio hawashusha? Unaamini kwamba huyu Mungu, huyu Kristo anayepeana mamlaka, yeye ndio unyang'anya tena mamlaka? Sijui kama unajua habari ambazo zilifanyika katika zama zilizopita wakati wa Yesu. Ukisoma kitabu cha Luka 13 mstari wa 31, uteremke kidogo hapo 32 na 3 hivi. Yesu, kwa nini Yesu alimuita Mfalme Herode kwamba ni mbwa mwitu? Anasema nendeni mkamwambie huyo mbwa mwitu. Na mambo mengine alifuatisha, mtayapata hapo. Utajiuliza ni kwa nini pia, ni kitu gani kilimuua tena Mfalme Herode? Wakati alipotukuzwa na watu wake, wakasema hiyo ni sauti ya mwanadamu, hiyo ni sauti ya Mungu. Nini kilitokea hapo na alikuwa mfalme? Tunaambiwa kwamba mdudu alitoka tujui wapi na akamuingia na mtu akakufa hapo hapo. Huyo ni Mungu. Na jambo lingine nauliza, ilikuwaje hawa Wanyamrenge ambao sasa ndio umetetea wamekuwa kabisa special, kabila special, kwa sababu wenyewe wanasema wao ni kabila special. Hauwezi wakaoana na watu wengine, na hata wako Nairobi. Mjaribu kufuatilia hilo jambo, mtalijua. Hauwezi ukaolewa ama ukaoa na kabila nyingine kwa sababu wewe ni kabila special. Sasa niambie, watu wanajiita special na wengine wanaoita kwamba ni wajinga, ni takataka, ndio mnatetea kwamba hao ndio wanaonewa, hao ndio wanadiscriminatiwa. Hiyo lugha wanaotumia sio discrimination language ama what is it? If it's not a discriminatory language, what is it? How can we call it? Hao ndio mnataka watu wote wahurumie, dunia mzima ihurumie. Inawafanya kwamba ndio victim, wakati wao ndio wanadharau na kuonea watu wengine. Naulize, ni kwa nini kwa ratiba, hata ukienda kwenye makavazi ya kale wakati Afrika inagawanywa, kwa nini hiyo kabila haikuangi kwa list ya makabila ya Kongo? Kama kweli kweli mnawatambua wao ni wa Kongo, kwa nini hawakuangi kwa ile list ya makabila? Makabila mengine yote iko hapo, lakini Wanyamrenge kabila yao haikuangi. Walibaki wapi? Nini ilifanya wasiweke hapo? Hiyo kabila isiweke hapo. Ni majibu pia mimi nataka kujua. Jambo lingine, Mheshimiwa Rais, unaamini kwamba Mheshimiwa Rais Felix Tshisekedi pia ndio akuwe rais alichaguliwa na Mungu? Na kama alichaguliwa na Mungu, je, kama wewe na kweli alichaguliwa na Mungu, unaweza kujisikia aje wakati Tshisekedi pia anashikana kuunga mkono wa Kenya na raia wa kigeni ambao wanapanga njama za kuja kuondoa madarakani kwa nguvu, kwa lazima, kwa silaha? Unasikiaje wewe? Unaamini kwamba Felix Tshisekedi ana haki kama mchaguliwa wa Mungu sawa sawa na wewe? Lingine, hii system ya Afrika ya political governance ya Afrika ambayo muna advocate for, mnatetea, mnafanyia kampeni, ni ya kidemokrasia ama ni ya kiimla? Is it a democratic process, a democratic liberal process, or is it a dictatorial process? Kwenye hiyo kiumla kwamba
Watu wengine wote ni wanawake. Rais na yule mwenye rais anapenda ama anataka, huyo ndo ataongea. Watoto wa maskini na wenye wazazi wao wajulikani majina hawapashi kuongea. So, mimi ni mtoto wa mkulima. Wazazi wangu wote ni wakulima. Nilitoka huko. Wakati ulisema kwamba Kenya inaondoa visa kwa Afrika wote, wao wana access kama kawaida. Wakati ulianza kwa advocate ujue hiyo kitu, mimi nilifurahia, nikasema hii ni mpango mzuri. Hiyo ndio system mzuri ya watu wanapaswa kuishi Afrika. But I'm getting worried. J'ai toujours peur. Ils sont en train d'avoir peur de ce qui se prépare et de l'avenir. I'm getting really afraid about what is being prepared for the future. Na naomba uniweke wazi hapo. Ikikupendeza, neno si kulazimisha. Kwa maana mtoto akiomba kwa mzazi mwenyewe ndo atajua kama atampea ama atampea, atamjibu atamjibu. Hiyo ni haki ya mzazi. Sijui kama ni haki ya mtoto pia kuuliza mzazi wake kinataka kujua, sijui, tanisamee hapo. Na ikiwa kuna mahali popote pale nimekukosea, maana kuvunjia heshima, unisamee. Niko upande wangu, naona kwamba ni mambo ya kawaida ambayo kwa vile mko kwenye hiyo kampeni ya mambo mnapangia Afrika, niulize pia nijue. Na kama pia mtumishi wa Mungu, vile nimetoka kusema vile na pia ni mtumishi wa Mungu, pia ni haki yangu nijue. Na pia Mungu anataka mambo kama na haya pia. Tusaidiane kwayo. Kwa nini sheria inapelekwa upande mmoja? Asante. Na viendelea kuangalia, ni kwa sababu mnataka kupea Afrika mustakabali fulani wa kisiasa. Na mimi ni Mwafrika, niko kwa East Africa na tena niko Afrika mzima. Na wewe na Museveni niona ndio mnafanya nini? Mnasukuma, mnataka Afrika ikuwe kwa upande fulani. Lakini nauliza, hii similarity ambayo mnasema hapa, integration of people of similar and linked. Nataka kuuliza, watu ni watu wa aina gani? Ni Africans wote ama hii iko based kwa iko ethnic integration? Kuna watu makabila fulani mnalenga lakini hamtaki kuwaongea, kuweka wazi. Kwa nini niulize hivi swali? Corneille Nangaa amekuja hapa Nairobi, alikuja Nairobi. Mkafanya nini? Mkamwacha uwanja wazi. Kwa sababu gani? Aenda kusaidia Wanyamrenge. Hiyo ni mzuri, tunaisikia. Kizza Besigye amekuja hapa, alishikwa na akapelekwa kukabidhiwa serikali ya Uganda. Kijana wa Mheshimiwa Museveni anaongea hadharani namna ya kutishia nchi zingine bila wasiwasi. Hamuongei chochote. Lakini je, kama ni mtoto wa mtu mwingine ndo anaongea hivyo, hamtamvamia? Hata onekana amekosea? Kwa hiyo hii ndio siasa ambayo mnataka Afrika iwe nayo? Mnataka kutuonesha kwamba hii siasa, hii mustakabali wa Afrika ambao mnapanga kina Museveni ni kuwashughulikia Waafrika wote bila kujali ukoo wa mtu, kabila yake, ama kuna kitu fichi hapo ndani? Kwa maana Museveni alipokuwa Nairobi mwaka jana kama hapo November, akati akizungumza mambo yake ya similarity na linked people, alisema kitu moja. Unaona kuna makabila iko pale Uganda na iko na hapa Kenya, wanazungumza lugha moja, hata ni watu mmoja, so vitu kama na hivyo. Lakini nani atatoa hii wasiwasi? Sisi wa Kongo tumeyaona, wa Burundi wameyaona. Siku moja nilikuwa pale immigration nikisaidia immigrants.
ambao walikuwa wameshikwa wakitafuta kurudishwa kwao. Na wakati huo nilikuwa nasaidia raia wa Burundi. Watu wao walikuwa wameshindwa kufika pale immigration kwenda kuomba cheti cha usafiri. Nilienda pale. Nilistuka. Mimi nilienda kwa ile hali ya utu. Nikuta pale mtu mmoja anaitwa Keter, sijui jina lake lingine. Jambo lilinishtua na Keter ni hili. Aliniuliza kwanza, wewe ndio umetuma? Nikasema mimi ndio nimekujia sababu mtu namjua. Akasema, ninyi ndio wale Wahutu ambao munaonea Watusi huko kwa hizo manchi zenu. Mimi nikajiuliza sasa hii kitu imefika immigration. Sasa hii kitu imetoka wapi? Sasa hii siasa imevuka mipaka kiasi gani? Hiyo jambo lilinishtua. Lakini sijui ikiwa rais unaamini kwamba nina haki mbele zako kama mtumishi wa Mungu, kama raia wa East Africa, kama raia wa Afrika, kama vile mnataka tukuje pamoja. Sijui kama unakubali nina haki ya kuuliza maswali. Sijui. Na kama ulichaguliwa na Mungu na kulichaguliwa na Mungu, Mheshimiwa Rais, ushauri wangu ni kwamba kuna mambo Mungu hawezi kuruhusu uyafanye ama yatendeke. Ulivyochaguliwa wewe ni tofauti na Museveni na Kagame, na kila mtu amepewa mandate yake tofauti. Ingekuwa vizuri, maana mimi sijui wewe na Mungu pale mmefikishana ama vile mlikotowana, lakini kama ungesikia uchukue nafasi, utafakari vizuri. Uwe msaada kwa Afrika kwa kuzuia bara la Afrika lisiandamwe na siasa za kikabila, siasa za kiukoo. Kwa maana mjaposema kwa midomo kwamba hamna siasa za kiukoo za kiukabila na matendo yakionyesha tofauti, ujue watu wako na watu ndio wanaumia na ndio wanaona, pia wana akili na wana masikio. Itasababisha kusikue na amani Afrika, isikue na vurugu, na hii mipango mnayopanga ya integration isipate nafasi. Angalia vile Raila ameanguka huko AU. Nini imemwangusha Raila AU? Watu wanaweza kuongea, lakini siasa za Kongo ndio zimemwangusha. Kwa sababu mliegemea upande mmoja na wale wengine wanaona, kwa sababu pia ni watu wazima. Wakati tulizungumza kwamba wa Kongo ni watu wa kuvaa tu suruali mrefu, ndio sisi tulicheka tukafurahia wa Kongo. Ukasema unataka mlete maziwa Kongo kwa mnauza maziwa Kongo. Sisi tulifurahia, mlete maziwa muuze Kongo. Tulikuwa vizuri sana. Lakini hii sasa ya ku support watu ambao wanaharibu nchi yetu, hii hatuikubali. Hiyo imetuchosha na imetumiza mioyo sana. Na tulifikiria kwamba hii siasa imepita, imekwisha. Lakini ninavyoona, Mheshimiwa Rais, unataka kuniambia kwamba hii ndio siasa bado inaendelea, ndio inapangwa, ama kweli iliisha? Kwa sababu sisi mndugu, mnapozungumza habari ya vita vya Kongo, mnapozungumza habari ya Tutsi minority, sijui they are discriminated against, I don't know what, while they are not discriminated against, they have their hidden agendas, and those hidden agendas, we know them, and even the God, the most high God knows very well that agenda. Lakini mnataka kutufumbaza macho. Tasaidia nini? Hii ni hiyo siasa inaendelea, ama kweli hiyo mnatuambia tuamini ilikwisha? Ili Afrika ikae kwa umoja na amani, na sisi tufurahie vile Mungu alinituma kuja kusaidia nchi ya Kenya ikuwe na amani, na ikuwe na amani na upendo umoja. Na ndugu zangu wa Kongo walikimbilia hapa Kenya, na wako wengi Kenya. Pia nchi ya Kongo pia muitakie amani. Nyinyi wa Kenya, takieni nchi ya Kongo pia amani. Na wa kwanza kutakia nchi ya Kongo amani, naomba kwa ni rais ambao ni mteule, ameteuliwa na Mungu, mpaka mafuta wa Mungu, tena mtumishi wa Mungu, kuwa rais, tena ni mwinjilisti, mhubiri wa Injili. Muombe pia Kongo amani, na Kongo iwe ya wa Kongo. Mtajisikiaje ninyi
Somali ikinyang'anya nani Kenya, alafu wao ndio wao kutawala, ikuwe mwenye kutawala ni Msomali, na mtu yule ambaye si Msomali akuwe mtu wa chini, mtu wa kutemewa mate. Je, Mheshimiwa Rais, unajua kwamba vita vinavyoitwa vya songa mbele Kongo, vya FDLR ambavyo vilikuwa mwenye aliwekwa hapo mbele kufunika watu macho alikuwa ni Laurent Desire Kabila. Unajua kwamba wakati huo majeshi ya Rwanda na hao watu mnaosema kwamba tunawadiscriminate sisi, unajua kwamba walikuwa wanatemea watu ndani ya vinywa? Unajua historia? Pia Lumumba, unajua historia ya kwamba these people were erecting barriers kwa barabara, main roads. Wao ndio wako hapo, wanasema wao ndio watu, wengine wote wanawaita ni wajinga. Ukifika hapo, kama wewe ni Mkongo halisi, unavuishwa, unaambiwa vua viatu. Unavua viatu, wengine wanaambiwa panue mdomo. Wanapanua, alafu mmoja wao wanatoa hii. Wanakwambia panua vizuri, unatemea ndani. Unaambiwa meza hiyo mate. Na usivuke hapo ukiwa umevaa viatu. Wakati huo walikuwa wamefanywa nini? Tuambieni ukweli. Wakati walipokwenda kwa hiyo plani yao ya kuja kumuondoa Mobutu na kuchukua nchi, waliporudi, je, unajua kwamba these people, first of all, they were refugees. And sijui kama vile Wakongo wako refugees Kenya, kama mtakubali kesho watawale hii nchi ya Kenya, wao ndio wakusema hapa Kenya. I don't know if you also accept that. Ni maswali yote mimi nataka nijibiwe. Alafu hawa watu ndio wanasema ukiwa ni Mkongo huwezi kupita umevaa viatu, lazima uvue viatu. Mtu wako anavaa viatu. These people wakati walienda wakakuja kupigana na Wakongo, walikuwa wanaua anyone mwenye alimuhost. They were killing him. Ndio alikuwa the first target. How can we say this? Bila ukweli kusemwa, haki pia haitasimama, na Mungu atazidi kutetea walio wake. Na tunaamini sisi Wakongo, tunaamini katika nguvu za Kristo Yesu, mtetezi wa wanyonge, ambaye kama vile alivyosema katika kitabu cha Ayubu 5:12 ya kwamba Mungu anajua hata siku ya wabaya. Mungu ndiye anazuia wabaya wasitimize maovu yao. Ni Ayubu 5:12 nasema, yeye huyatangua mashauri ya wadanganyifu, mikono yao isipata kuyatimiza makusudi yao. Na pia katika Luka 17 inasema hivi, na najua unaamini katika maandiko matakatifu. Inasema hivi 17, akawaambia wanafunzi wake, mstari wa kwanza, makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake mtu yule ambaye yaja kwa sababu yake. Ingemfaa zaidi mtu huyo jiwe la kusiagia lifungiwe shingoni mwake, akatupwe baharini, kuliko kumkosesha mmoja wa wadogo hawa. Tunajua kwamba shida zitakuja, mambo ambayo Kongo inayopitia saa hii Mungu alijua itafanyika, lakini ole wao ambao wanayasababisha ama ambao wana facilitate hizo shida kuingia, kama vile kwa Wakristo vile vile. Na mheshimiwa, sijui ikiwa unaamini kuna siku za mwisho, sijui kama unaamini kuna kiama cha wafu, sijui kama unaamini dunia itakwisha, watu watakwenda kwa moto na wengine watakwenda kwa amani. Na sijui injili ambayo unapanga kuhubiri wakati wako ukifika ni injili ya aina gani. Nikiongeza tena hii Hima Empire, rais wetu mpendwa ambaye amependwa sana na huwa anakumbukwa sana Kongo mzima, Laurent Desire Kabila, alizungumzia hili jambo. Kwa maana yeye alikaa na hawa watu na Wanyarwanda, Kagame na kina Kagame, na akajua yote. Aliyazungumzia akisema kwamba ile kitu napangwa ni hiyo Afrika mzima, Central na East Africa. Hima Empire ni nini? Hii ni kitu, ni himaya, ni kama ni monarch wanataka kurudisha. Ni monarch wanataka kurudisha.
ambayo imetawaliwa na Tutsi ethnic, na hapo hakuna kabila nyingine inaruhusiwa ama ethnic nyingine inaruhusiwa kutawala, ni wao tu. Na mtu mwenye ana bend kwa nini? Kwa sheria zao. Na mtu yote ambaye si wa hiyo ethnic anakuwa hiyo kabila, anakuwa mtumwa, slave. This thing it happened in Burundi, ilitokea Burundi, na ndio maana watu wali revolt kule. Ili happen because sisi tunasoma historia. Mimi ninapenda sana kusoma historia. Hii ndio ilikuwa sababu ya Warundi wengine kurevolt, na wakasema afadhali wakwishe badala wao kuendelea kuishi namna kaya hali ya utumwa, wanatritiwa, wanachukuliwa kama si watu, kama ni wanyama. Mimi sina hasira, lakini niko na ile nini? Niko na ile uchungu na maumivu. Nauliza, je, Mungu, are you fair? Are you fair kunitumia hivi? Na alafu mambo kuja kutani hivi? Bado ninayo ya kuuliza. Hebu angalia. Sahi Muhoozi, Mheshimiwa Jenerali wa jeshi la Uganda, ambaye ni kijana wa Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, anaongea, ana tweet hadharani, dunia mzima wakiona wakisikia, jinsi Wahema ni Watutsi, na Watutsi wenye wako Kongo, M23 ni Watutsi wa kwao, vile hata waachilia hivi washindwe hivi ataenda kuwapigania. Anatishia jeshi la Kongo, anatishia serikali ya Kongo, anatishia raia wa Kongo kwa misingi kwamba hata acha Watutsi wa kwao, lazima ataenda kuwasaidia. Wako na jeshi. Sasa anapozungumza hivyo, hiyo ni ukabila ama si ukabila? Akizungumza hivyo hamsikii mheshimiwa, usikii, sijasikia wewe ukisema lolote ile kwa yale yote ambayo Muhoozi ameongea, ametweet kuhusu Kongo, kuhusu mataifa mengine yapa karibu na wao, majirani na wao. Ni kwa nini uko kimya? Kwa nini hujawahi kuongea? Na je, hamna wasiwasi? Hamuoni kwamba inaweza kuleta shida zaidi? Kama yeye anasema kwamba wale ni Watutsi wa kwao, tena kwa misingi kwamba ni Watutsi wa kwao, ni Wahema wa kwao Watutsi, alafu Bantu nao wakisema kwamba nao wasimame na Bantu wa kwao, itakuwaje? Hebu fikiria, ni nchi ngapi zitakuwa zimeingia kwa mgogoro? Kenya itakuwa iko upande gani? Ama mnamaanisha kwamba Afrika mzima imetawaliwa na Watutsi? Ndio rulers, ndio ma-president, ndio marais, kwamba kuna marais wa Bantu wa Hutu? Hamuoni kwamba jambo hili linaweza likaleta doa kwa hii siasa yako na Museveni na Kagame ya kuleta Afrika pamoja? Ama hii ya Muhoozi kunaongea ndio yale baba yake alimaanisha, okay, ya kwamba ya ile integration of people of similar and linked, hii ndio limaanisha, ambayo si ya waraia wote wa kabila yote yenye Afrika, bali ni ule muungano wa Wahima wa Watutsi wenye wako Afrika ndio iko inashughulikiwa hapa. Ndio maana Raila alikuwa amesukuma sana aende AU, asimame kule juu, ndio akoroge kabisa, corrupt wale ma-president na viongozi wengine wenye hawajui kenye kinaendelea ama kenye kinapangwa, wajipata wamecheza hii kadi ya kuleta shida Afrika. Na mnajua kwamba hii Hima Empire ambayo ninarudi kuzungumzia tena ni mpango wa Kitutsi ambao ulianzishwa kule Burundi na Rwanda, ya kwamba lazima wanyang'anya nchi, kwa sababu watu wanapenda sana vita, wanapenda sana kumwaga damu, si kitu kwao. Wanyang'anya nchi, wanyang'anye
Mpango ulikuwa wanyang'anya Burundi, wanyang'anya Rwanda, Uganda, East Africa, Central Africa, Kongo ikiwa ndani na nchi zingine kwa hapo kando. Wa establish ile kitu wanaitwa Hima Empire, ambako huko kuna kuwa ni mfalme mmoja wa Kitutsi. Na Wahutu huko hakuna kuongea. Mabantu hakuna kuongea, wao wanakuwa ni watumwa, watu wa kutemewa mate, watu wa kufanyia kazi. Akionekana Mhutu ama Mbantu ambaye amesoma, ambaye ana akili na elewa, ambaye anaweza kusimama aongee, au wawe ama afungwe jela, ama wekelewe mambo ambayo hajawahi kufanya. Wafanye chochote kile ambayo aondolewe. Kwa sababu kumekuwa na hii plan ya Hima Empire. Tulifanya research, tumechunguza. Mpango wake ulikuwa ni wa ku-eliminate Bantu. Eliminate Bantus mahali pote pale walipo. Because these people, they don't believe in democracy. Hawaamini katika democracy. Kwa sababu katika demokrasia, hakuna mtu wao anaweza kapita, hakuna mtu anaweza kuwa rais. Hivyo ndio wanajiambia. Alafu wanacheza hii kadi ya minority, sijui minority, sijui they are discriminated against, I don't know, they are misled. Hiyo, na ni wao ndio wahalifu hali ya juu. Alafu siasa kama na hizi, huyo kijana vile anaongea, bado mlikuwa mnatarajia kwamba Raila apite huko AU. Na Mheshimiwa Rais, ikiwa kweli urafiki wako na viongozi wenzako wa Uganda, mpango ndio huu, unaamini kwamba Mungu atawaruhusu ufaulu? Unaamini kwamba hautakuaibisha Mungu atakapokuvuruga? Hamuoni siasa za ulimwengu vile zimevurugika, vile mambo iko nabadilika, vile iko na change? Haiwaambii kitu, walionekana kwamba hawezi wakachange, hawezi wakabadilishwa, hawezi wakaambiwa wewe, hawezi wakachotwa kidole wewe, kina Marekani na wengine. Leo hamuoni nini inaendelea? Hamuoni vile wanaambiwa waziwazi? Hamuoni vile dunia imegawanyika? Tumerudi tena ni kama wakati wa nani wa vita vya baridi. Mimi sikuweko huko. Na Muhoozi anapozungumza hivi, hiyo sio ukabila? Sio ukabila huo? Okay, ni sawa. But my fellow Africans, I have to let you know through this video that my concern is this: that politics that is being played here in East Africa, it's a drive. It's a thing that Museveni is driving. And I'm not sure, but I'm scared when I see his son and the general forces of Uganda, Muhoozi, tweeting, saying here and there that he has to go and fight for his fellow Tutsi, Hima, in DR Congo, to defend him in the name of them being Tutsi as he is. Because that is the Hima Empire plan. The Hima Empire plan is an old plan that was there even before Mr. President, his father, the president which I'm asking these questions, before his father was even born. They had this plan. It's a plan that had been, that it was conceived between Burundi and Rwanda by Tutsi of those countries. Their motive is to conquer East and Central Africa and to put their population, their Bantu population, into slavery, be their slaves. And now when I see these things that which I'm seeing, and I think even you can be seeing others, my fear is that let it not be the same politics that is being revived, that is being pursued. Because if other Bantus also raise and say, okay, yes, you stand up to defend your fellow Tutsi in the name of them being Tutsi, and other Bantus also, they stand on their part.
their side. They said, oh, let us also defend our fellow Bantus. What will be of the Africa? Africa, the whole Africa will not burn. Whole Africa will not burn. There will be peace. And they think I'm being seen here like to integrate the African population. Will it succeed with this politic? If indeed this is the idea behind what I'm seeing and what I'm hearing, let us keep our eyes open and prevent such things from happening in our continent, in our region, which is East and Central Africa. And it will be good if we allow every citizen of Africa in general, and the Central and East Africa in particular, to freely live and move and interact with whoever he wants without fear of being discriminated because of his tribe affiliations. That he must not be judged because of his tribal affiliations, but he be judged at a personal level, individual level. He be charged according to his capacities, the potential in him or in her. Tuangaliane kila mtu ni dada au ni kaka kadhalika. Kwa maana Mungu ametuleta pamoja, ametoka mahali pamoja. Tuone kwamba kila mtu ni mwanadamu kama yule mwingine. Kwa sababu kama hii Hima Empire, ile mawazo ya kitambo ya zamani kabla hata baba yako rais azaliwe, kwa sababu najua hivyo, mimi nimefuatilia historia, nimefuatilia sana, ndio inafufuliwa. Ndio hii Museveni ako naendeleza na kijana yake, na ndio hii anakuja pia na ninyi anawaweka ndani. Ndio kwamba ni mpango mbaya sana ambao hautaruhusu viongozi wengine wa Afrika wakae wafunge mikono waangalie vile mkifanya. Italeta vita Afrika, vurugu Afrika. Kwa sababu mpango hii plan ya Hima Empire ya ufalme wa Kihima ni mpango ambao ulitengenezwa pale Burundi na Rwanda. Tutsi wa Burundi na Rwanda ambao wanapoitwa Wahima au sasa ndio wale Watutsi wa klasi ya juu, viongo vya juu, ile kabila ya juu, kwa sababu hata wao kuna makabila ndani yao. Kuna wale ambao wanasema kwa nyumba wa falme ya kifalme, na kuna wale wengine wanasema si nyumba ya kifalme, ambao wanasema kwamba wana mpango miaka mingi wanyang'anye Burundi, Rwanda, Uganda, East Africa na Central Africa, alafu ndio waweke hiyo ufalme wao wa Kihima, na wao ni Watutsi peke yao ndio watatawala. Hakuna Mbantu, hakuna mtu wa kutawala hapo. Wabantu wote wawe wafanyakazi, wawe wa slaves, watumwa wao. Na ikionekana Mbantu ambaye ana akili, anauelewa, amefunguka macho, anaweza, huyo lazima malizwe, aondolewe. Na ndio unaona katika serikali kwenye wametawala, hebu angalia mfano wa Rwanda, ndio utawaambia picha. Na tena uangalie Uganda kwenyewe, ndio utawapea picha. Ni watu ambao hawaamini katika demokrasia. Waamini katika demokrasia. Uongo ndio wao. Kumanipulate watu ndio yao. Kutafuta marafiki hapa na pale kujaza uongo ndio yao. Ni watu ambao hawavumilii upinzani. Hawavumilii upinzani. Wako tayari kuangamiza maelfu ya watu maelfu wakufe, bora wabaki na ufalme, bora wasachilie ufalme. System yao ni ya kusuppress opposition yote ile, lazima wafanye yote ile iwezekana ikuwe suppressed, yani izimwe kwa vyovyote vile, hata kwa umwagwaji wa damu. So nafikiri hii ni kitu ya zamani ambayo ilipita, na Mheshimiwa Rais siamini kwamba ndio kitu narudi. Tuseme hiyo iliisha, ilipita. Lakini kama ni kitu narudi hapo, hii mpango mko nayo ya kwamba ya kuintegrate East Africa, muintegrate East Africa, itakuwa vigumu. Kwa sababu hao watu mnaosema similar, hapo inaangalia vizuri, kwa sababu wengine pia
wameumbwa na Mungu na wanaangalia, wanajua, wanafikiria, wanatafakari. Na sijui ikiwa rais kama kweli hiyo ndio mpango, mnaamini kwamba Mungu atakubali haya yafanyike? Na kama ni mpango, mbona kujiunga kwa mpango kama na huu, kwa watu kama na huu rais? Na wewe ni mtu umechaguliwa na Mungu, wewe ni mtumishi wa Mungu ambao ulipaswa wewe ni nuru ya kuangaza gizani, giza litoke, watu wakae kwa furaha na amani. Ni maswali nataka nijue. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Angalia maandiko matakatifu yanasema nini. Ukisoma kitabu cha Chronicles wa pili, Mambo ya Nyakati wa pili, sura ya 19, Mungu alimkasirikia Yehoshafat mfalme wa Israeli kwa vile alikwenda kusaidia watu wanaomchukia Mungu. Soma hapo mstari wake wa kwanza na uteremke hapo wa pili, wa tatu utayapata hapo. Mungu akamkasirikia. Tena hapo tu Mambo ya Nyakati, Mambo ya Nyakati tu nimesema Mambo ya Nyakati 19. Tena angalia Mambo ya Nyakati sura yake ya 20. Anzia pale mstari wa 31 ama ushoka mara moja 35. Inasema nini? Mungu akamwambia tena Yehoshafati, kwa sababu umepanga mpango wa kufanya biashara na umekwenda kushikana na taifa na watu wanaonichukia mimi, wasionitaka ambao sio wataka, nimeharibu hiyo biashara yako, haitafanyikiwa. Alifanya hivyo. Mfalme nani wa kwanza wa Israeli, Sauli, Mungu alimkataa. Akisema maana gani? Aliacha kufanya mapenzi ya Mungu. Mungu akamuondoa, akaweka Daudi wa kufanya mapenzi yake. Ayubu 12, Ayubu 5, samahani, Ayubu sura yake ya 5 mstari wa 12 na mstari wa 13 nasema nini? Nasema hivi, yeye huyatangua mashauri ya wadanganyifu, mikono yao isipate kuyatimiza makusudi yao. 13, yeye huwanasa wenye hekima katika hila yao wenyewe, na mashauri ya washupavu yaharibika kwa haraka. Huyo ni Mungu ndio ufanye hizo kazi. Na ikiwa mpango huu ndivyo ulivyo, Mungu ataharibu. Hiyo ninajua mimi Enoch. Hiyo ninajua kabisa. Na tena ina jambo lingine liko hapa. Je, Mheshimiwa Rais, unafikiria yale mambo ambayo mnazungumza kwa siri mnapokutana na ninyi marais, mnafikiri kwamba ni siri kwa Mungu? So unafikiria kwamba Mungu hajuangi nini mnazungumza, na hajuangi kabla mzungumza, hajuangi nini mnataka kuzungumza, na hajuangi kenye mumeamua? So unaamini kwamba Mungu hafunuliangi watu wake siri ambayo ninyi mnazungumzanga kule ndani ya siri? Unaamini hivyo? Mungu hazungumziangi watu wake, hawafunuliangi? Angalia Wafalme wa 6, Wafalme wa pili 6. Nafikiri ni Wafalme wa pili 6 hapo. Mwanzia nani tutateremka. Mfalme wa Asiria, wa Ashuru, alikuwa anapanga mipango ya kwenda kuvamia taifa la Israeli. Anaipangia kule Syria. Lakini kile wakienda kuexecute, wanakuta kwamba Waisraeli wamesha kujipanga, wanaanguka mateka. Mpaka mfalme aliuliza, ni nani huyu yuko kati yetu ambaye ana leak, ambaye anatoa siri kati yetu? Tumeweza kumwambia hakuna mfalme, lakini ujue kule kwa Waisraeli kunaye nabii ambaye nani? Ni Elisha. Huyo ndio anajuanga kila kitu, hata kabla kumzungumze, hata ukizungumza kwa kitanda chako, huyo anajuanga, na huyo ndio mfunulia mfalme wa Israeli. Kwa hiyo tunajitahidi sote kufikisha habari kama na hizi, kando na kule kuombea nchi, mataifa, tunajichukua hiyo hatua ya kuzungumza, ili pia tuchangie kwa amani na uwiano mzuri, Afrika mzuri inayoendelea kusitawi, tukingojea kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili. Kwa maana Yesu Kristo anarudi hivi karibuni kuchukua kanisa lake, na hakuna atakayekuzuia, atakayepata. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, muangalie vile dunia iko inabadilika. Kagame kwanza alikuwa anajivunia, niliona wakati ule wameingia pale Goma, wanaona kabisa wameshika Goma. Aliongea na kifua sana akimjibu Ramaphosa wa South Africa, kwa sababu alikuwa anajivunia msaada ambao alikuwa ameahidiwa. Kasema kabisa yeye katika kifua. Sasa yuko wapi? Sasa anaongea nini? Tumerudi wapi? Yale mataifa ya Ulaya yenye alikuwa anajivunia, alijipigia kifua, ambaye leo anasema ati bila hata wajali, na wao ndio wamefanya vile alivyo wao, kwa maana wao wanategemeanga watu, sisi tunategemeanga Mungu. Tuko wapi sasa? Wanampeleka wapi? Wanamwambia nini? Wamefanya nini? Alifanyia Belgium madharau, na sasa tutaangalia mzungu kama hayuko mmoja. Wazungu wanatemeka akiwa mmoja. Kwa hiyo yafikiria haya, yatafakari haya. Mimi ni kijana yako, mtoto wako. Mimi ni mtoto wa Afrika, mtoto wa West Africa, mwana maendeleo, mwana amani, mwana napenda kukaa pamoja, kumaliza ukabila,
Napenda sana ukabila ukwishe. Ndio maana nimefikisha haya mkononi mwako. Na sio mara kwanza mimi napiganisha ukabila. Nilikuwa nikipiganisha ukabila hata Kenya. Jambo lingine, Mheshimiwa Rais, unajua kwamba hawa watu wakina Museveni ambao wanasema ni Watusi, wao hawataki waitwe namna nyingine. Hawataki waitwe namna nyingine, wanataka tu waitwe Watusi tu, Wahima. Hivi ndio ninaona. Kifuata yale mambo ambayo Muhoozi ako naongea huko na Rwanda vile wanaongea, na siasa zingine ziko hapo hapo tuka katika familia zao. Unaamini kwamba Rwanda kuna demokrasia? Ile serikali iko pale kwa Kagame pale. Ile ni absolute monarchy. Ni democratic dictatorship system iko pale ama ni nini? Pale kuna bunge, lakini kuna bunge. Kuna nani? Kuna koti, kuna korti, kuna jeshi. Sijui kama kuna seneti pia, serikali ipo. Lakini zote Kagame akiongea ameongea. Hakuna hata mwanasheria anaweza kaamua kinyume na Kagame. Hakuna hata mwanabunge anaweza kuongea kinyume na Kagame. Hata upinzani kule ukuangi. Ile system yao. Uganda pia muangalie. Uganda ni afadhali kwa sababu hata opposition ipo. Hata kama wamevunjwa nguvu, wamenyamazishwa. Hivyo ndio mnataka Afrika yote ikue. Alafu watu mtarajie watu wapige makofi. Yes, hiyo ni mzuri. Ama ni vipi? Siamini hivyo. Unless ninyi mnaamini hivyo. Hawa watu siasa yao yenye wanatumianga wakiwa kwa utawala, kama vile unaona Muhoozi pale na Kagame wanajipiga kifua. Sisi wanaona watu wengine ni wajinga, ni wapumbavu, wanyama ambao ni wautu. Naona wanyautu wa Bantu ni wanyama, wajinga na kadhalika. Hivyo lazima ndio wao. Lakini wakati ule ambapo mtu ama Mbantu ataingia hapo kwa utawala, awe ndio president, utaona wanakimbianga nchi hata wao wenyewe. Wanajifanya victim kwa sababu ndio kadi yao kujivictimize. Wanaonewa, wako discriminated against, lakini angalia wao hawa discriminate watu. Discriminate watu. Wanatumia kadi ya genocide ambayo ilifanyika Rwanda. Iliua watu 800,000, watu wote wakiwa ndani. Kongo kulikufa watu wangapi? Kagame ameua watu wangapi? UN Security Council imetoa ripoti ya kwamba Kongo, Rwanda imeua milioni 6 kwa jina la kutafuta $1, kwa jina la kupigania Watusi wao, minority wao. Milioni 6. So Mtusi mmoja kikufa, dunia inakwisha. Hapo dunia inakwisha. Lakini Wahutu, Mabantu milioni 1 wakikufa, it's no deal. It's nothing. You see this system, this hima idea, these people, this Tutsi politics, they like to victimize themselves when they're not in the power, when they don't have the power, because they don't believe living without power. But you see, when they have power, they discriminate people. They do anything they want. They cannot resist an opposition. Any dissident, it has to be eliminated. It has to be by all means. They have to suppress any opposition and dissident by all means, even killing. Look at Burundi. Nasema kabisa nyinyi wenyewe Burundi, Ndadaye Melchior alichaguliwa, uchaguzi huru na wa haki. Miezi 3 aliuawa na wanani? Watusi walikuwa kwa nini? Kwa utawala, kwa sababu wanakataa, wanasema tutatawaliwa na Mhutu namna gani sisi? Walimuua. Kwani Ndadaye alikuwa amekataa Watusi wasitawale pamoja, alikuwa amekubali watawale wote pamoja na kuishi pamoja, na jeshi akaliacha vile lilivyokuwa. Lakini jeshi lilikuwa na Watusi, walimuua. Melchior Kibanduganya akaingia. Walimfanyaje? Walimwacha tawale. Miezi kidogo tu hawako attempt kumuua na katoka. Ilibidi nchi za kigeni, nchi za wazungu ndio ziweke pressure. Akarudi pale. Baadaye alienda wapi? Tagiamira, hawako pamoja na nani
na nani Takiamiro wa Burundi hakuuawa, hawakudunguliwa kwa ndege moja pamoja na rais wa Rwanda ambaye ni Habyarimana? Waliwadunga wale ni wanani? Si wenye wanatawala Rwanda sahi? Tuseme nini? Kama si pressure ambayo wazungu Europe, America waliweka Burundi mpaka hivi wangekuwa bado damu inavuja, watu wanakufa. Unajua ni Wahutu wangapi, Wabantu wangapi walikufa Burundi ndio nchi ipate amani? Ni kwamba uchaguzi ulikuwa unafanyika? Ni kwamba demokrasia haikukua? Ni kwamba Wahutu walikuwa wanaua watu? Ni kwamba Bantu walikuwa wanaua watu? Na hivi Rwanda nini inaendelea? Alafu watu wakilia mnaona kwamba Bantu hawapaswi kuwa wanalia. Wao wakifanywa kila kitu wakae tu kimya hapo. Hao ni mambuzi, hao ni makondoo. Tuko kondoo wa Yesu. Sisi si kondoo wa wanadamu. Tuko kondoo wa Yesu. Na hayo tunaulizwa. So watu wakilia na kuwa shida. Watu wasipokuwa kwa utawala wanaanza wanaonewa, wanafanywa ile, wanadiskriminatiwa, wanamistitiwa. Hiyo ndio kadi yao. Hivyo ndio kweli watu wataishi. Kwa nini hawezi wakakubali ukweli tu? Watu tukae kwa amani na upendo. Na hii system ambayo mnalilia hapa, integration of people, ikuwe ya people wote, all tribe of Africa without discrimination. Mambo yasonge mbele. But if it is an integration of similar and linked people based on ethnic affiliations, I don't think my president, if God will allow that to happen in Central or in East Africa or in the whole Africa. I don't believe. Maybe you tell me. Maybe you give me an answer. Maybe you know anything. You know something that I haven't known. Labda unajua kitu yenye mimi sikuwahi kujua. Labda. Hayo ndio machache.